Kwenye taarifa hii kuna hali ya mapokezi ya fedha. Ndugu mwenyekiti, kwa umri wa miaka mitano ya ubunge, kiasi cha shilingi bilioni 52 milioni 461 na 90,894 na senti 80 tumezipokea jimboni Kibaha. Pesa hizi zimepokewa kutoka serikali kuu kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali kwenye sekta zifuatazo. Tumepokea pesa kwa ajili ya ujenzi katika eneo la utawala. Tumepokea pesa katika ujenzi na uendelezaji wa elimu ya msingi. Tumepokea pesa kwa ajili ya ujenzi na uendelezaji wa elimu ya sekondari. Tumepokea pesa kwa ajili ya afya, maendeleo ya jamii, kilimo na mifugo, miradi ya TASAF, miradi ya mfuko wa jimbo, maji kwa maana ya LUWASA na DAWASA, miundombinu ya barabara. Tumepokea nishati ya umeme, lakini tumejenga na maeneo mengine ya mawasiliano. Ndugu mwenyekiti, kwa kipindi cha miaka mitano kwenye sekta ya utawala tumepokea shilingi bilioni 5 milioni 322 laki 268,279 na senti 61 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la utawala wa halmashauri, ambao jengo hilo lipo katika hatua ya umaliziaji linatumika. Tunaposema lipo katika hatua la umaliziaji, kwa maana ya umaliziaji wa fence, kuweka panzia na mambo mengine, lakini jengo liko pale Mlandizi na linatumika. Na sasa wananchi wamepunguziwa safari ya kutoka hapa Magindu kwenda kuifuata halmashauri ya wilaya ya Kibaha kule Kibaha maili moja kulikokuwa. Matokeo yake sasa tunakwenda Mlandizi tunapata huduma. Lakini vile vile halmashauri imeendelea na ujenzi wa nyumba za watumishi. Kuna nyumba 3 tunaendelea kujenga za nyumba za watumishi ambazo zinatumia shilingi milioni 710 ambazo zimetoka kwenye serikali kuu. Lakini awali, kabla ya mwaka 2020 na hapo 2025, tulikuwa na nyumba moja ya mtumishi. Ndugu mwenyekiti, kwenye sekta ya elimu, kuna ujenzi mbalimbali umeendelea. Kwenye jimbo la Kibaha, halmashauri imeboresha na kuongeza miundombinu ya kujifunzia ambapo hapo awali jimbo lilikuwa na shule 38 za msingi na awali, na sasa ina jumla ya shule za msingi 41. Kwa hiyo kwenye sekta ya elimu msingi tumeongeza shule 3 mpya. Lakini nje ya shule 3 mpya tuna shule shikizi nazo zilizoongezeka 3. Na bahati nzuri, moja ya shule shikizi iliyoongezeka iko ndani ya kata ya Magindu kule kwenye kitongoji kinachoitwa Masaki. Masaki oye! Masaki oye! Na juzi amepatikana mwalimu na shule inakwenda kutoa huduma kwa makusudio tunayotambua. Lakini shule 3 zilizoongezeka za msingi kwa kipindi hiki, kuna shule moja imesajiliwa inaitwa Ukombozi, iko kule kata ya Kawawa. Tuna shule moja ya msingi Mwembe Ngozi, iko kata ya Dutumi. Lakini kuna shule ya msingi Mwakamo, ipo kata ya Mtongani. Hizi ni shule mpya zilizojengwa katika kipindi cha miaka mitano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hicho cha miaka mitano halmashauri imepokea kiasi cha shilingi bilioni 3 milioni 786 laki 645,173 na senti 70 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya shule za msingi. Miundombinu iliyojengwa nimeieleza
hapo juu. Lakini tumejenga vyumba vya madarasa vipya 98, tumejenga nyumba za walimu 4, imejengwa bweni 1 kwenye shule ya msingi pale Mlandizi kwenye kata ya Kawawa. Tumejenga shule 1 ya msingi ambayo inakwenda kupata usajili mwaka huu unaokuja. Shule ile ni ya watoto wenye mahitaji maalum. Shule hii hatujawahi kuwa nayo Kibaha, na inawezekana kwenye mkoa tukawa sisi ndio tumeanza. Kwa hiyo pale tumejenga bweni 1 kwa ajili ya watoto wote wenye mahitaji maalum. Watakuwa wanatoka aidha Magindu kokote ndani ya jimbo hili, wanakwenda shule ya msingi pale, watakuwa wanakaa bwenini, wanasoma mpaka hapo tutakapomaliza elimu yao ya msingi. Serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, pamoja na kutoa elimu katika hali ya kawaida ya vijana wengine, lakini imetazama pia sekta kwenye eneo la watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo huu ni wito na utaratibu utatangazwa na watumishi mara shule itakapokuwa imesajiliwa na kuanza, kwamba watoto watakuwa wanakwenda pale. Kwenye jimbo la Kibaha vijijini tumeongeza shule 8 za msingi za sekondari, na tumeziongeza kwenye kupunguza umbali mrefu wa watoto kuifuata shule iliko. Ninyi mnakumbuka miaka ya nyuma shule yetu ya Magindu iliwakusanya na watoto wa kutoka kule Gwata, si ndio jamani? Leo Gwata tumejenga shule mpya. Nani kama mama Samia? Nani kama mama Samia? Nani kama Mwakamo? Sisi wawakilishi na madiwani tumehakikisha kwamba tunaipeleka shule hiyo pale ili ipunguze changamoto za watoto. Lakini vile vile imejengwa shule mpya nyingine katika hizo shule 8 ninazosema. Imejengwa shule ya sekondari nyingine pale Disunyara kata ya Kilangalanga. Ina watoto darasani na wanaendelea kusoma. Imejengwa shule nyingine ya msingi ya sekondari tunaita Rashidi Kawawa kule kwenye kata ya Kawawa, watoto wako darasani. Imejengwa shule nyingine ya sekondari inaitwa Mperumbe Boko Mnemera, watoto wako darasani. Pale Mtongani tumejenga shule nyingine ya sekondari inaitwa Samia Mtongani Secondary School. Vile vile imejengwa shule nyingine mpya ya sekondari iko kwenye kata ya Kikongo. Hivi ninavyoongea nanyi, sekondari 6 kati ya hizo 8 zimesajiliwa na zote zina watoto darasani. Makofi kwa serikali yetu. Hivi ninavyoongea na ninyi, shule 2 kubwa zinaendelea kujengwa. Moja inajengwa pale Madege kata ya Dutumi. Maana yake Januari watoto wa kata ya Dutumi hawaendi tena Kwara. Nani kama mama Samia? Nani kama mbunge? Nani kama madiwani wa jimbo la Kibaha vijijini? Tunaendelea na shule nyingine, shule ya amali. Nyote mnasikia kwenye vyombo vya habari, mnaisikia serikali inavyotaka kubadilisha muundo wa elimu. Kwenye eneo la sekondari tutakuwa na shule zenye elimu ya sekondari ya kawaida na tutakuwa na shule zinazotoa mchakato wa ufundi. Na hii ni kwa sababu nchi yetu inajielekeza kwenye sekta kubwa ya viwanda. Kwa hiyo pale kata ya Ruvu kunajengwa shule kubwa ya amali, na hivi ninavyoongea na ninyi madarasa yamekamilika, nyumba ya walimu imekamilika, na mwezi wa kwanza inakwenda kupokea watoto wa awamu ya kwanza wanayekwenda kusoma ufundi. Kwa hiyo watoto wetu watakapokuwa wanamaliza elimu ya sekondari, elimu ya msingi, wapo watakayepata bahati ya kupata ufaulu, watakayekwenda kwenye shule za sekondari za kawaida. Wapo watakayepata bahati, watakayepata ufaulu, watakwenda kwenye shule zenye fani mbalimbali za ufundi. Ndugu zangu, rai yangu mbunge wenu ni kuwaandaa watoto, kuwapa fursa ya kusoma, kwa sababu kila mtoto atasoma katika eneo ambalo kipawa chake Mungu amemjalia. Kibaha oye!